Kama ilivyo siku nyingine, asubuhi hii Faustin Pamba anajiuliza atavuna nini itakapofika jioni kwa ajili ya familia yake. Siku zote maji ni alama ya uhai kwake, lakini kwa wakati huu mambo yamekwenda tenge na kuwa kinyume cha matarajio. Pamba ni mvuvi katika kisiwa cha Ukerewe. Familia yake inategemea kipato kutokana na uvuvi. Hata hivyo, shughuli hii haina tija tena kwake. Uhaba wa ardhi kisiwani hapa nao unakifanya kilimo kisiwe cha kutegemea. Maisha kwake kwa sasa ni ya kubahatisha. Msikilizaji wa Radio Free Africa, tunarejea tena studio namba 2 kuweza kuendelea na kipindi cha Watanzania tuzungumze magazeti. Yani hata familia inakula kwa shida, nalala kwa shida yani. Hata kuvaa familia haivai vizuri. Vile hata familia ikiugua unakuta kuitibisha inakuwa ni kazi. Unaitibisha kwa shida sababu pesa hamna, samaki hazipatikani. Wavuvi wa shirika wa Pamba wanarejea kutoka ziwani baada ya saa 18 za pilika za uvuvi. Mtumbwi huu ni mali ya Pamba. Yeye na wavuvi wenzake watatu wanagawana walichovua ziwani. Karibu wote wamekata tamaa. Ni kama hawakupata kitu, na uzoefu huu ni wa kawaida. Watu wanazidi kufurika ufukweni, wachuuzi na wanavijiji, wote hawa wanasubiri kiasi kidogo cha sangara. Ukweli ni kuwa samaki hawa wamevuliwa kinyume cha utaratibu. Na wa samaki ni wanaitwa undersize, hawastahili kupimwa kwa sababu sisi wavuvi wadogo mitaji ya kuvua wale samaki wakubwa kwanza hatuna, kwa sababu wavu mmoja unatakiwa ule mkubwa wa kuumaliza unatakiwa ugalimkie 200,000, ambao mtu kama mimi wa kawaida siwezi kupata hiyo pesa. Ndio maana tunanunua hizi nyavu ndogo, tunavua samaki wadogo kwa sababu muda wa kupatikana samaki wakubwa kwa sasa hivi ni shida sana. Matumizi ya nyavu ndogo na uvuvi wa sangara wachanga ni kinyume cha sheria. Hata hivyo, haya yanafanyika hadharani. Katika hili Pamba hayuko peke yake. Kwa sangara kuwa na sifa ya kuuzwa, inabidi awe na angalau urefu wa sentimita 50. Vikundi vya ulinzi wa rasilimali za ziwa BMU vyenye dhamana ya kupiga vita uvuvi haramu vimeweka sehemu ya ununuzi wa samaki. BMU ni vikundi vya kijamii. Wavuvi kupitia taasisi hizi wanapaswa kujisimamia na kuendesha uvuvi endelevu. Baada ya sangara kupungua ziwa Victoria, uvuvi haramu umekomaa. BMU zimepoteza udhibiti. Mwenyekiti wa BMU huyu anasema wanakaribia kukosa nguvu ya kudhibiti uvuvi haramu, tishiwa maisha na wavuvi wadogo na wakubwa. Hata Pamba ni mwanachama wa BMU. Wakuleta samaki kutoka kwenye ubora. Mwenyekiti, habari asubuhi. Nzuri. Pamoja na changamoto za kutishiwa maisha, lakini ninachosema ni kwamba kama serikali itatupa kipaumbele hasa upande wa kupata kama mashine za kufanyia doria, tuko tayari kufanya kazi pamoja na matishio yote tayari. Kazi ni jambo la msingi kwao. Hadi kufika kiwandani, sangara anapita katika mikono ya walanguzi watatu. Awali ilichukua siku 2 kujaza gari maalum kwa sangara, lakini kwa sasa inachukua wiki 3. Wapata samaki wenye ukubwa wa kuuzwa kunahitajika mbinu chafu. Vuvi wanasema inabidi kutumia mamia ya nyavu. Hata hatua hii haitoshi. Wani kwenye nyumba yao mafundi wa nyavu wamegundua njia nyingine ya kipato. Wanaunganisha nyavu hadharani, ingawa wanavunja sheria. Ule mtindo wa kwanza wa kutengeneza nyavu moja unaonyesha kwamba hawa samaki sehemu nyingine hawawezi kupatikana. Sasa unapounganisha nyavu, ina maana wanawanasa pande zote, kule juu na kule chini. Kwa zaidi ya miaka 20, sangara amekuwa ni dhahabu nyeupe mkoani Mwanza. Ni biashara maarufu na chanzo cha fedha kwa serikali.
Afisa uvuvi wa mkoa anasema Mwanza unapata wastani wa shilingi bilioni 5 kwa mwaka kama mrahaba kutokana na mauzo ya nje ya sangara. Lakini mkoa upo njia panda, kwani kuongeza mapato wakati rasilimali inazidi kuwa haba kutaongeza uvuvi zaidi ya kiwango, hasa pale udhibiti wa uvuvi haramu unapopwaya. Linaloaminika sasa, na ndio serikali imeamua ijikite kwanza, na serikali zetu tatu kwa maana hiyo, Kenya, Uganda, Tanzania, ni kwamba uvuvi haramu ukiondolewa kabisa, ukaisha, tutakuwa na samaki wa kutosha. Na nikwambie kwamba wakati huu juhudi ambazo nimezichukua kwa resource kidogo ambazo tulikuwa nazo, rasilimali ya sangara inaanza kupanda. Imeshaongezeka zaidi ya 100,000 sasa. Viwanda vya samaki navyo vipo taabani. Wingi wa samaki umepungua Ziwa Victoria kutoka tani milioni 2 hadi 370,000 kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita. Hivi sasa viwanda vinafanya kazi asilimia 30 ya uwezo wake baada ya samaki kupungua. Wafanyakazi nao wanateseka. Wengine hawafahamu kinachotokea miongoni mwao. Kuanzia Januari mpaka leo mfanyakazi hujapata mshahara na unafanya kazi unaishija hapa mjini. Tutaiba sasa. Na hatutaki kufikia huko tuibe. Watu milioni 30 wanalitegemea Ziwa Victoria kwa ajili ya kipato. Bwana Donald Kasongi kutoka asasi ya Kodi anasema wote hawa wana hofu. Asasi hii imefanya utafiti wa ziwa na samaki wake. Utafiti uliopo, wengine wamekwenda kusema hata kwamba kwenye pengine katikati ya karne hii sasa, huko mbele kwenye miaka 2050 pengine tutakuwa tunasoma kwenye vitabu kwamba kulikuwa na samaki kwenye Ziwa Victoria, au pengine kwenye ramani ya dunia Ziwa Victoria likaanza kuonekana tofauti na ilivyo sasa. Kwa wavuvi kutelekeza ufukwe huu uliopo Ukerewe ni ushahidi kuwepo kwa hofu. Faustin Pamba bado anajaribu bahati nyingine ziwani. Yeye na wenzake itawabidi kusafiri kwa saa 3 ndani ya ziwa ili kufika eneo la uvuvi. Hata hivyo hawana matumaini. Ninavyofikiria, yani labda kwa muujiza ya Mwenyezi Mungu, lakini mimi sidhani kama samaki watakuwa wengi kama zamani. Huko watatumia saa 18 ndani ya ziwa bila kujua watachokipata.